kwa kuungana nanyi watazamaji wetu katika kipindi cha Pambanua, kipindi ambacho huratibiwa na kufadhiliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Katika kipindi hiki huzungumzia masuala mbalimbali ya usio sheria na yale yanayohusu haki za binadamu. Katika kipindi cha leo tunaangalia mgomo wa madaktari na ukatili aliofanywa mwenyekiti wa Jumuiya ya Madaktari Dr. Steven Ulimboka. Katika kipindi chetu tutakuwa naye Dr. Helen Kijo Bisimba ambaye ni mkurugenzi mtendaji kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, na vile tutakuwa naye Onesmo Olengurumwa ambaye ni mratibu kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, na Dr. Godbless Charles ambaye ni makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Madaktari. Karibuni sana katika kipindi hiki. Kwa kuanza kipindi chetu, labda kwanza ningeelekeza swali langu kwa Daktari Godbless kwamba hali ikoje kwa upande wenu nyinyi madaktari? Asante ndugu mtangazaji, labda kabla ya kujibu swali lako kwamba hali ikoje, kidogo nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na mgogoro wenyewe ulipoanza na kimsingi umechukua muda gani na nini hasa msingi wa mgogoro huu. Nadhani kidogo watazamaji wanaweza kufuatilia vizuri. Ikumbuke kwamba mgogoro ulianza rasmi tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2012, na baada ya mgogoro huu kuanza, kimsingi ni kwamba madaktari walikuwa na hoja za msingi na wakaendelea kushinikiza, kwa maana ya kufanya vikao mbalimbali na uongozi wa wizara kwa kipindi hicho, kwa viongozi ambao walikuwepo wizarani, lakini ikaonekana kwamba suluhu haiwezi kupatikana. Sasa mgogoro huu ulipoendelea, ilipofika tarehe 27 mwezi wa kwanza katika ukumbi wa Starlight ambapo ulifanyika mkutano mkubwa wa madaktari na watumishi wengine wa afya, ni kwamba waliwasilisha rasmi madai haya katika ofisi ya waziri mkuu. Manake ikumbuke katika kipindi hicho cha tarehe 23 mpaka tarehe 27 mara kadhaa ofisi ya waziri mkuu ilikuwa ikinukuliwa na vyombo vya habari kwamba yeye hajui chochote wala hajui madaktari wanadai nini. Kwa hiyo kimsingi alituma ujumbe katika mkutano huu wa Starlight, na kimsingi ujumbe huu ulikabidhiwa madai ambayo yalikuwa ya madaktari. Sasa madai yao yalikuwa ni nini? Labda kwa haraka. Dai kubwa na la msingi lilikuwa ni juu ya uboreshaji wa huduma za afya nchini, lakini la pili lilikuwa ni juu ya uboreshaji wa mazingira ya kazi ya watumishi wa afya. Sasa katika uboreshaji wa mazingira ya kazi ya watumishi wa afya kuna masuala sasa ya maslahi na masuala mengine yanagusa moja kwa moja watumishi, kwa maana ya mazingira yao ya kazi katika masuala ya chanjo, masuala ya bima ya afya na masuala mengine. Lakini pia kuna masuala ya uwajibikaji wa viongozi kwa sababu ya handling ya mgogoro toka ulipoanza tarehe 23 mpaka tarehe 27. Sasa baada ya madai haya kuwasilishwa, kimsingi ni kwamba mgogoro ukaendelea, lakini ilipofika tarehe 9 mwezi wa pili, waziri mkuu akahutubia madaktari katika ukumbi wa CPL Muhimbili. Na waziri mkuu alipokuja alifanya baadhi ya maamuzi. Moja, alizungumzia kuhusiana na kuwaondoa katika nafasi zao viongozi wawili wa wizara, akiwemo katibu mkuu pamoja na mganga mkuu wa serikali, na kwa maana ya kupisha uchunguzi wa vyombo vya dola juu ya tuhuma ambazo inasemekana walikutwa nazo. Lakini cha pili, alipandisha kiwango cha posho kuitwa kazini, kwa maana call allowance, lakini akaviita ni viwango vya dharura, kwa maana vitatumika katika kile kipindi cha Februari mpaka katika mwezi Juni, kwa maana na maelekezo yakawa ni kwamba anategemea viwango hivi vitaboreka zaidi baada ya kuunda kamati yake ambayo itafanya kazi kwa muda wa siku 14. Na madai mengine kimsingi aliyatengenezea mazingira ambapo yalionekana kuna ishara nzuri kwamba katika meza majadiliano pengine itapatikana ufumbuzi. Kwa hiyo madaktari walikubaliana kurudi kazini katika siku ile, na waziri mkuu aliunda kamati ambayo ilifanya kazi kwa muda wa siku 14. Sasa siku 14 zilipita, lakini tukatoa tena wiki mbili tena nyingine. Kwa hiyo zikawa ni zaidi sasa ya wiki 4. Sasa kimsingi baada ya wiki hizi kwisha, sasa tukaomba meza majadiliano, kwa maana kujadili taarifa ya kitaalamu ambayo ilitokana na kamati ya waziri mkuu. Na taarifa ile tuliikuta katika meza majadiliano. Sasa niseme tu kwamba taarifa ile ya waziri mkuu ambayo ilitokana na kamati ya wataalamu ilitoa ofa katika yale madai. Labda nitaje tu kwa haraka. Katika posho kuitwa kazini ilianza sasa walitoa sasa pendekezo la shilingi 60,000 ianze kwa daktari bingwa, ianze kutumika kwa mwaka wa fedha huu. Lakini kwa madaktari wa kawaida ikawa ni shilingi 40,000 na kiwango cha chini kikawa ni shilingi 30,000. Katika posho ya nyumba kiwango cha chini kikawa ni shilingi 150,000 na kiwango cha juu shilingi 400,000.
na ikazungumza kabisa kwamba wakati wanaendelea kupitia nyaraka na miongozo iliyopo, kiwango cha kuanzia kiwe hicho. Lakini katika mshahara waliandika kabisa kwamba increment ya mshahara kwa watumishi wa afya itakuwa ni 25%, na iliweka wazi hivyo kama ni ofa ya serikali. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba sasa baada ya ofa ile kuwekwa mezani, sisi tuliwekeana utaratibu, kwa sababu katika ofa ile haikuaddress kuhusiana na nafasi ya waziri na naibu waziri ni ipi katika swala la uwajibikaji. Kwa hiyo sisi tukaoji kwamba pamoja sawa inaonekana kuna ofa imetolewa, lakini swala la msingi lilikuwa ni kutengeneza wizara iwe, kwa sababu haya yote ambayo tunajadiliana watekelezaji wakubwa ni wizara. Na tayari hawa watu wawili, naibu na waziri, tayari washakuwa katika mgogoro mrefu na madaktari. Kimsingi ni kwamba hawaaminiki. Kwa hiyo ni vema hao watu wangewajibika, kwa sababu makubaliano haya yote watekelezaji ni wale. Kwa hiyo sisi tukatoka na tukapeleka taarifa hiyo kwa madaktari kwamba jamani, swala hapa ni kwamba hawa viongozi bado wapo wizarani, na kimsingi wa kipindi kile walikuwa wanatoa matamko mbalimbali ambayo hayaonyeshi kwamba yana nia njema ya kujenga. Kwa hiyo hivyo ndivyo kaenda. Nafikiri ukatokea ule mgomo wa pili kama mnakumbuka, kwa maana tu ya kushinikiza viongozi wale wa wizara wawajibishwe ili sisi tuweze kurudi kwenye meza ya majadiliano. Sasa kimsingi ikatokea vile kwamba tukaitwa na rais tukajadiliana kama vile jinsi ilivyokuwa, lakini tuliporudisha ile taarifa kwa wanachama wakasema anyway, basi tumwamini rais kwa kipindi hicho, tukubali kurudi kwenye meza ya majadiliano, tuendelee. Kwa maana hiyo sisi tulirudi mezani. Tulivyorudi wenzetu zile ofa zote wakazifuta. Wakasema sisi hatuna chochote, tuanzeni upya kujadili. Tulikubali kujadiliana. Tukajadili kwa muda wa siku 90. Sasa jinsi ambavyo tunapozidi kujadiliana, tukaona kabisa kwamba majadiliano yale yanakosa vigezo ya kufikia suluhu. Sasa ni vipi hivyo? Moja, tuliona kwanza wenzetu ile seriousness inazidi kupungua kwa maana ya attendance. Jinsi vikao vinavyozidi kwenda kuwa vingi, wenzetu walizidi kutokuhudhuria katika vikao au kuwa na idadi ya wawakilishi ambao kimsingi wanashindwa kukubali hata kukataa pengine katika baadhi ya mambo wakati tunajadiliana. Lakini la pili pia ucheleweshaji wa vikao. Ilifika kipindi mpaka ilibidi sasa tulazimike kumwandikia barua mwenyekiti kumwambia sisi tunahitaji kujadiliana. Nyewe wenzetu mnakaa kimya, tunahitaji kujadiliana. Tuliandika barua. Tulipoandika barua ile, kwa sababu tulikopi katika ofisi ya rais, tukajibiwa haraka sana. Wakasema basi kikao tarehe 25 Mei. Lakini pia kuna kigezo cha bajeti kinaanza. Wakaanza mnajua kwamba hapa kuna budget tayari imeshafanyika, kwa hiyo pengine hata madai yenu yanaweza siwa accommodate kwenye hii budget. Sasa kigezo kikawa kwamba majadiliano yetu hayana tija kwa sababu tayari kuna ukomo wa budget. Sasa tukasema jamani, wakati tunajadiliana haya tulikubaliana kwamba mapendekezo haya yatakuwa yataingizwa katika budget hii. Lakini sasa kigezo kinachokuja sasa ni kwamba budget haitaweza kuaccommodate haya madai. Sasa tulipoangalia haya tukaona kwamba wenzetu hawana nia nzuri. Sasa tulifika sehemu tukabidi tuwe wazi, tukawaeleza kwa kweli sisi tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Sasa tunachoona ni kwamba tunaomba mtujibie ufafanuzi wa madai yetu yote na mtueleze kwamba mnaweza kipi na kipi hamwezi. Tulikuwa tuna madai ni kweli, lakini wenzetu tulisema kwamba kama mwezi kutekeleza kwa kiwango hichi, semeni mna uwezo gani. Kamati ya waziri mkuu iliweza kulisema hilo, kwa sababu ilisema kabisa 25% ni uwezo ambao tunaweza, lakini katika kamati ya majadiliano kwa muda siku 90 haikuzungumza chochote. Sasa tukafika sehemu tukasema tunaombeni ripoti yetu ipeleke kwa wanachama, tukawaeleze. Ndio tuliwaeleza madaktari kwamba jamani, ripoti ya serikali ndio hii hapa na majibu ndio haya. Tukawasomea dai moja badala ya lingine. Wao wakasema kwamba kwa hali hii, kwa sababu katika mshahara walisema kabisa kwamba haiwezekani katika dai ambayo tunadai, lakini hawakusema wanaweza nini. Katika masuala kwa mfano ya chanjo, wakazungumzia tu kwamba watachanja watumishi wa afya kwa awamu bila kuainisha chochote. Kwenye bima ya afya, document inajieleza wapo katika majadiliano na mfuko wa bima ya afya. Hatujui kama watafikiana lini. Ndio hivyo jinsi ninavyosema. Katika posho ya nyumba walizungumza wanapitia nyaraka zilizopo bila kuweka landmark kwamba nyaraka hizi zitapitiwa kwa kipindi gani. Sasa hii ndio document ambayo ilitolewa. Cha kushangaza ni kwamba sasa pia lakini wakaongeza posho ya uchunguzi wa maiti, kitu ambacho hatukuwahi kukidai katika madai yetu. Wakakiongeza, alafu wakaongeza zile figa ambazo zinaonyesha kabisa wamepandisha kutoka 10,000 mpaka 100,000. Sasa pathologist ndio ambao wanafanya postmortem ambao wazidi 10 nchi nzima. Sasa haina faida pia kwa maana ya kufanya increment katika kitu ambacho kinahusu watu wachache zaidi na kuacha masuala ya msingi kama mishahara na risk allowance. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba waziri amezungumza na bunge akasema kwamba kuna baadhi ya masuala 5 tumekubaliana na akayataja. Akataja kwamba bima ya afya wameshaanza kutoa green card. Akasema sijui posho ya on-call allowance wameongeza mpaka shilingi 25,000. 25,000 ni kiwango ambacho alikiongeza waziri mkuu kwa maana ya dharura.
lakini akasema kwamba tumekubaliana kuhusiana na posho ya postmortem allowance, kitu ambacho sisi tulikuwa kukidai. Akataja pia kuhusiana nafikiri na masuala ya yani kwa haraka ndio hivyo. Sasa katika mtazamo kama huo, sisi tulifika sehemu tukaona kwa kweli kama kujadiliana, wenzetu wakasema kwa kweli bwana, kwa kweli mmetumia muda mrefu na busara kukaa kwa muda miezi mitatu mnajadiliana. Hatuoni haja sasa ya kuendelea na majadiliano ambayo hayana tija. Labda pengine kama majadiliano ya tija yakitokea, tunaweza tukaruhusu mkaenda kushiriki. Sasa hiyo ndio ambayo ni roadmap ya mgogoro huu kuanzia mwanzo mpaka hapa ambapo tulipo, ambapo hivi sasa tunapozungumza pia tupo kwenye mgogoro, kwa maana ya kushinikiza utekelezaji wa hoja ambazo ziliwasilishwa serikalini. Lakini mgomo wenu kwa sasa hivi umekuwa na utata kidogo kwamba haujulikani kama ni mgomo au uko katika mgomo baridi, kutokana na jinsi ambavyo mmekuwa mkiripotiwa katika vyombo vya habari, na vile vile mmekuwa na mmetolewa tamko na mahakama ya kuwataka kurejea kazini. Labda katika hilo nalo ungelizungumziaje? Hilo la mahakama kwamba imetoa tamko, ni singependa nilizungumzie kwa sababu linakihusu chama cha madaktari MATI. Kwa hiyo kama mwakilishi wa MATI angekuepo, nafikiri ndo angelizungumza vizuri, kwa sababu yeye ndio ambaye amekabidhiwa hiyo hati ya mahakama kwa maana kutekeleza hayo maamuzi. Kwa hiyo mimi hilo nisilizungumzie. Sawa. Labda sasa kwa ujumla ungezungumzia kwa sasa hali ikoje? Kimsingi ni kwamba kwa hali ilivyokuwa toka jana na mpaka hivi tunavyozungumza na tukio ambalo limetokea, kwa kweli madaktari kwa ujumla wao, lakini na watumishi wengi wa afya kwa kweli wamehuzunika sana na kitendo ambacho kimetokea, kwa sababu msingi wa utatuzi wa madai yenyewe uko wazi kwamba ni kushughulikia kero zilizopo, pamoja na hali ya uchumi hairuhusu, lakini pia ni kwa kiwango gani uchumi utaaccommodate madai ambayo yaliyoko mezani. Kwa hiyo ni kwamba watu mpaka sasa hawana hali ya kufanya kazi. Hilo nilizungumze wazi, na sijui kama mgogoro huu kwa kweli sasa unaonyesha ishara ya kuisha siku za usoni. Na nikirudi kwa mkurugenzi hapa wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Dr. Hellen, mmekuwa katika harakati za kutetea haki za binadamu. Labda tukiangalia sasa huu mgogoro wa madaktari na hali ilipofikia, labda unalipi sasa la kuzungumzia? Sisi kwa kweli kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, kwanza tumesikitishwa sana kwamba mgomo tena umeweza hata kuzungumzwa. Kitilia maanani kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Mrisho Kikwete alisema mwezi Februari kwamba mgomo wa aina hii hautakaa urudie tena. Waziri Mkuu naye akazungumza hivyo hivyo, na wale ni watu wakubwa sana katika serikali yetu, kwamba wakisema neno tunaamini ni kweli, haitakaa itokee. Kwa hiyo kwamba inawezekana ikafikia tena mahali madaktari, mimi naamini ni watu wenye akili, ni wasomi, hawawezi tu kukurupuka kama daktari alivyokuwa anielezea hapa, waseme sisi tunaacha kazi. Kwa hiyo kwa nini imefikia hapo? Tunaona kabisa ni kitu cha kusikitisha kwamba serikali haionekani kumaanisha kinachotaka, kwa sababu tangu mwanzo tumesema jamani, serikali ndio imeshikilia uhai wa wananchi wa Tanzania, kwa sababu inayo dhamana ya kuhakikisha afya za Watanzania zinapatikana. Kwa hiyo hawapaswi kufanya utani na mambo ambayo yako ya makini. Sasa sisi tulifuatilia mwanzo hata tukapata kejeli kwamba sisi hatuelewi maana haki ya kuishi, unaona. Lakini tumekuja kushtushwa kwamba mgomo tena umerudia, na ulivyorudia tunaona njia za kusuluhisha mgomo huu si njia ambazo zinaweza kweli zikatusaidia, kwa sababu ni vizuri sana mambo yakienda mahakamani, lakini tunajua kabisa saa nyingine hizo hukumu za mahakama, kwa mfano kwa hali iliyopo kwamba madaktari warudi kazini wakati walikuwa wanaongea, maanake sasa hamna kuongea na hawa watarudi kazini kwa namna gani? Unafahamu ule msemo unaosema unaweza ukamwambia punda, ukamvuta punda mpaka kwenye mto, lakini hutaweza kumlazimisha kunywa maji. Sasa tunataka tuwe na madaktari wanaoenda kazini ambao hawana hamu ya kufanya kazi. Kweli sisi tutatibiwa? Haki yetu ya afya itakuwepo kweli? Hilo kwa kweli tumelishangaa sana. Lakini lilichokuja kutushtusha sana ni jana usiku sana kwenye saa 9 tulivyopata simu mimi binafsi kwamba daktari ambaye ndio rais wa jumuiya hiyo amekamatwa na watu waliojitambulisha kwamba ni polisi, wakamwambia uko chini ya ulinzi. Mimi nilipigiwa simu usiku na daktari aliyekuwa naye, nikashangaa, nikamwambia muende polisi, wakasema tumeenda Oysterbay hakuna kitu. Tumeenda, wametuambia hayupo. Tumeenda Central hayupo. Kwa hiyo tumekuwa tunahangaika usiku kucha tukitumiana message na nini mpaka asubuhi. Halafu
Yule ndugu alivyoeleza ni kwamba alikuwa na mtu ambaye walimwamini, walikuwa katika wale walikuwa nao na mazungumzo. Kwa hiyo aliwaita wakamwamini kwamba ni mtu tunaenda kuzungumza naye. Alafu baadaye tunapigiwa simu kwamba ameonekana huko sijui Mabwepande, na tukaondoka na wale madaktari tukakuta yuko kituo cha Bunju akiwa ameumizwa sana, amepigwa, damu zimemtoka, kwamba yuko hai ni muujiza. Kwamba tumekosa ulinzi kiasi hicho katika nchi yetu, kwamba pawe na watu ambao wanaweza kumfanyia mwenzao unyama katika nchi hii huru, nchi inayoitwa wanaita nini, yenye amani na utulivu. Kwa kweli ni jambo limetusikitisha sana, na wasiwasi wetu ni kwamba mambo kama haya huwa yanaweza kutokea kwa sababu huyu dokta amekuwa yeye ni kiongozi, kwa hiyo anaongea kwa niaba ya wenzie. Sio akiongea anaongea mambo yake, anaongea kwa niaba ya wenzie. Sasa amefanyiwa haya aliyofanywa na yoyote yule aliyefanya, kama alikuwa ni watu wa serikali, kama ni watu binafsi, kama ni nani, walikuwa na hakika wakijaribu kumnyamazisha, kwa sababu kwa kauli yake anasema walikuwa wanamwambia wewe unatusumbua sana. Kwa hiyo sisi tumesikitishwa sana na kitendo kama hiki, lakini pia kikubwa kwamba serikali imeshindwa tangu tarehe 23 Januari mpaka leo kutatua mgogoro huu wa madaktari. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha kwamba tunajiuliza serikali yetu inafanya nini? Iko pale kwa nia ya nani? Kwa kumsaidia nani? Kwa sababu uhai ni kitu kikubwa kama alivyosema rais kwenye mkutano na wazee wa Dar es Salaam. Alisema haki ya kuishi ndio ya msingi, na ndivyo ilivyo. Lakini kama kweli ni ya msingi, tungetegemea mabadiliko katika jinsi swala hili linachukuliwa. Sasa kwa sababu umeshalitaja tukio lenyewe, labda tungepata fursa kidogo ya kuweza kumsikiliza Dr. Ulimboka kama ambavyo mlivyozungumza naye, lakini ni kwa ufupi tu. Watazamaji, tunaomba radhi kwa picha ambayo mtaiona mbele yenu. Kwa ufupi tu mkaweza kumsikiliza Dr. Steven Ulimboka mwenyewe akizungumzia tukio lilivyokuwa. Na amekuwa na anataka kukutana mimi kwa zaidi ya siku kama 3, lakini bahati mbaya nafasi huwa nakosa kwa sababu nimekuwa busy mpaka usiku sana. Sasa jana nikamwambia Dr. Leo kwamba huyu jamaa twende tukamuone. Kwa hiyo akatuambia yuko studio. Baada tukamfuata maeneo ya kule, akasema ameshaondoka. Basi tukarudi maeneo tulikowepo, tukamwambia yeye aje pale. Alipokuja pale tukawa tunaongea, lakini unaona kabisa yani mimi kwa kweli nilikuwa sina amani. Nishawahi kuzungumza na huyu bwana kijana, kwa sina amani kabisa. Sasa katikati ya maongezi mtu anaongea na simu, ghafla tukao nasema tu gani sasa, sisi kitu kilikuwa kinachelewesha. Wakaja watu kama 5 hivi na bunduki, wakasema wewe na wewe uko free, yani yule bwana yuko free, tunakuchukua wewe. Sijakaa sawa, wameshanibuta nikaanguka kwenye lami, sababu hiyo sehemu iko karibu na barabara. Nilipokuja kwenye lami wakaniinua tena, wakaniingiza kwenye gari nyeusi lakini ilikuwa haina namba. Wakaniambia unasumbua sana, utajua huko mbele, twende. Nikamwambia jamani, kwani kuna kosa gani bwana nilifanya? Kwa akaniingiza kwenye gari, walinipiga kwenye gari. Na kumbuka maeneo fulani kuna kitu tulifika maeneo kama ya Victoria hapo, wakachukua sweta nyeusi wakanifunga usoni, kwa hiyo sikuweza kujua wapi nakwenda. Nikaja kuangalia wapi nakwenda, haiwezekani. Wanipiga kitako cha bunduki, wanipiga mateke ya mbavu, na ile bunduki wanipiga kwenye mbavu, wamening'oa meno. Wamenipiga sana kwa kweli. Wakanipeleka kwenye nyumba fulani, mimi sifahamu hiyo nyumba, wakanishusha chini kwenye hiyo nyumba, wakaanza kunipiga mateke, yani wote 5 wananichangia, wanipiga mateke huku na huku. Yani kwa kweli wamenipiga kwa yani toka saa 6 ile mpaka saa 9 wanipiga tu. Kwa hiyo nikajitahidi, kuna kipindi niliwakimbia, unaona, wakasema tunakuua, wakapiga risasi juu, wakaanza kuua, nikaamua kusimama. Kwa hiyo wakaendelea kunipiga, wakasema wewe unajua unachokifanya, sasa tutaangalia tunaenda kwa kuchoma sindano ya sumu kafa au tukakanyaga na gari. Uliweza kutambua silaha za aina gani walikuwa nazo? Niona bunduki tu, lakini sikuweza kuona silaha nyingine. Bunduki kubwa kabisa, hata leo atakuwa aliona bunduki kubwa kabisa. Siwezi kujua aina. Huyo alikuwa Dr.
Steven Ulimboka mwenyewe akielezea tukio lilivyokuwa. Tunaomba radhi kwa picha hiyo kama ambavyo nilishaomba radhi hapo awali. Sasa nikirudi kwa Onesmo Ole Ngurumwa, ukiwa ni mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, labda nyinyi kama wanaharakati, nyinyi kama watetezi wa haki za binadamu, kufuatana na mgogoro mzima wa madaktari na hali ilivyo, tamko lenu ni? Nashukuru ndugu mtangazaji, kwanza tunasikitika wote kama watetezi wa haki za binadamu, na tunafahamu kabisa kazi anazofanya Dr. Ulimboka ni kazi za utetezi, ni kazi ambazo wamekuwa wakifanya watetezi wengine wengi duniani, na tuwafahamisha tu Watanzania kwamba kazi za kutaka kuwanyamazisha au kazi za mbinu za kutaka kuwaondoa kabisa wale watu wanaosimama na kutetea haki za wengine zimekuwa zikifanyika miaka mingi katika ulimwengu na katika nchi zingine duniani, lakini jinsi tunavyozidi kwenda mambo kama haya yamekuwa yakipotea, yakiondoka. Lakini katika hali ya kawaida, katika siku ya leo, kuamkia leo, tumesikitishwa sana kama watetezi wa haki za binadamu kwa kilichompata mwenzetu Bwana Dr. Ulimboka, kwa sababu alichokuwa anakifanya yeye kama mtetezi wa haki za binadamu, kama kiongozi, alikuwa anasimama na kusema kwa ajili ya wengine, hakuwa anasimama kwa maslahi yake binafsi. Kwa hiyo tukaona ni jambo jema kwanza kwa kuwa pamoja wote, na tumekuwa na wanaharakati wengine wengi pamoja katika swala hili. Kwanza tusitoe tamko la kulaani kitendo hiki, kwa sababu kitendo hiki ni cha kinyama, kitendo hiki ni cha kiharamu ambacho kimekwenda na kumtweza utu aliokuwa nao Dr. Ulimboka, kimekwenda kinyume na haki zake za msingi za kikatiba na za kibinadamu kama inavyoonyesha katika katiba hii, kwa sababu katiba hii inatambua kwamba kila mtu ana haki sawa, ana haki ya kuishi na kuweza kupata haki zake zingine kama binadamu na kama Mtanzania. Kilichompata Dr. Ulimboka moja kwa moja ni makosa ya kidinai ambayo yanapaswa kupelekwa katika vyombo husika, mahakama na wahusika wote kupelekwa katika vyombo hivyo na kuweza kutumikia adhabu zilizotolewa katika sheria za nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama watetezi wa haki za binadamu, hatua ya kwanza ni kama nilivyosema, tumelaani, lakini hatua ya pili tumetaka kwanza moja kwa moja serikali yetu ambayo tunaita ni serikali tukufu waone kwamba hili ni tatizo kubwa na wahusike moja kwa moja kwanza kuona kwamba hali ya Dr. Ulimboka inatengemaa, kwa sababu mpaka sasa hivi hatujui hali yake inaendeleaje. Kama utapatahitajika gharama za matibabu na kwenda mbele zaidi, basi tunaomba kabisa wahusike katika hilo. Na pia tungependa pia vyombo husika kama jeshi la polisi wahusike moja kwa moja katika masuala ya uchunguzi kama walivyotamka, na kuweza kuhakikisha wale wote wahusika kuanzia waliopanga, kwa sababu tunaona katika hali ya kawaida mipango hii imepangika kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kunyamazisha wale wanaosimama kwa ajili ya kutetea haki, wakiwemo hawa madaktari ambao wanadai haki zao za msingi, kuweza kufanya utafiti na kufuatilia swala hili kwa undani na kuweza kuwakamata wale wote waliohusika na kufikisha kwenye vyombo husika, kwa sababu mmemsikia hata daktari mwenyewe akizungumza kwamba kuna watu walikuwa wakiwasiliana nao moja kwa moja, na mida hiyo ambayo ilikuwa ni mida ya usiku alikuwa ameitwa na mtu waende kuzungumza. Maana yake inaonekana moja kwa moja kwa mazungumzo ya daktari mwenyewe kulikuwa kuna mawasiliano kati ya ule mtu aliyowaita na wale waliokuja kufanya lile tendo. Kwa hiyo tendo hili liko wazi na ni swala tu la kuomba sasa jeshi letu la polisi lianzie hapo, kuanzia yule alikuwa anawasiliana naye na kumuita na kuona kwamba kulikuwa kuna mawasiliano gani na wale wengine waliokuwa kumchukua. Na tunashukuru Mungu kwamba tulimkuta yuko hai Dr. Ulimboka, na tunaendelea kumuombea kwamba aendelee kuwa hai. Lakini pia tunaomba watetezi wengine wa haki za binadamu katika nchi yetu hapa Tanzania na wengine wote tuwe pamoja katika swala hili, kwa sababu mambo kama haya hatuwezi kuzania kwamba yameishia hapa, kwa sababu huwezi jua kuna leo na kesho. Tuwe pamoja katika kusimama na kuwatetea wale ambao wamesimama na kutetea haki za wengine na kujikuta wakipata matatizo kama yaliyokuta Dr. Ulimboka. Lakini pia tunajaribu kuomba pia na jamii watuelewe katika swala hili na wajaribu kuunga mkono jitihada zinazofanywa na madaktari za kutaka kuleta maboresho katika sekta ya afya, na pia katika hali ya kawaida ya kudai maslahi yao kama Watanzania wenye haki ya kikatiba ya kudai maslahi kwa kupitia njia ambazo ni sahihi, ni njia ambazo ni za kisheria, wana haki ya kudai haki zao za msingi. Na pia tungeomba pia kipindi hichi madaktari kama madaktari labda
wao kama madaktari kwanza wao watulivu, kwa sababu hali tulionayo sasa hivi ni hali ya majonzi kwa kweli. Kilichompata dokta kwa jinsi walivyompiga, wanaweza wakahamaki na vitu kama hivyo. Watulie, wao watulivu, lakini waendelee kufuata taratibu za kisheria na kudai haki zao za msingi. Wasikomee hapa, kwa sababu tupo pamoja na ndio maana tunashirikiana katika hili, tukijua kwamba nchi yetu kama kuna waliofikia hatua hii sio wote, kuna wengine watakuwa na jicho lingine, wanaweza wakaliona hili swala na wakalisemea katika jicho lingine, na mwisho wa siku tukaona kwamba tunaendelea kutengeneza nchi yetu na kuendelea kuishi katika nchi ambayo tunaamini kwamba iko katika amani. Kwa kweli, kwa ujumla, yaliyomkuta Dr. Ulimboka katika hali ya kawaida ni unyama ambao hauwezi kuvumilika, kwa sababu kwa hatua zilizotumika kuanzia alipokamatwa na unyama aliofanyiwa tokea alipokamatwa, kwa sababu walimkamata wakampiga, wakamfunga wa makamba, wakamfunga na uso wake kabisa, wakampeleka kwenye vichaka vikubwa kabisa, na usiku huo wakamtelekeza kule, nadhani wakiamini kwamba amekufa. Lakini baadaye ikatokea wasamaria wema, wakamuokota na kumpeleka kwenye kituo cha polisi, na pale pia akakaa kwa muda mrefu bila kufikishwa katika huduma za kiafya. Kwa hiyo tunasononeka sana, tunasikitika sana na vitendo hivi, lakini tunashukuru Mungu kwamba tumeweza kuwasiliana kwa pamoja kwa haraka na kuweza kulifuatilia hili swala na kuhakikisha kwamba mwenzetu amefika hospitalini anapata matibabu. Sasa tutapokea simu zenu watazamaji wetu ambao mtakuwa na maoni au maswali, basi wataalamu wetu wako hapa studio. Halo. Habari za saizi, naomba ujitambulishe na karibu katika kipindi cha Pambanua. Asante. Naomba upunguze sauti ya televisheni yako ili tuweze kusikilizana. Naona simu imekatika, pata mtazamaji mwingine. Halo. Halo, habari za hapo studio? Salama, karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Uanze kwa kujitambulisha na unapiga simu kutoka wapi? Asante sana, naitwa Fred Mteleke kutoka Makambako, mkoa mpya Njombe. Karibu. Asante sana. Mimi kweli kuhusiana na mada iliyopo hapo mbele, kwanza kitendo cha huyo daktari kupiga kinatutetea Watanzania wengi sana, kwa sababu moja ya msingi kwamba hao waliompiga hatujajua kama wamempiga kwa maana ipi, lakini kwamba tukiangalia tu sababu ya msingi kwamba tunaona kwamba mgomo wa madaktari ndio umechangia kwa asilimia kubwa, na ndio maana ikafika hatua kwamba watu wakana, lakini hapana, wasifanye hivyo, kwa sababu kufanya hivyo ni kosa. Cha msingi hapa serikali ndio inabidi kwamba ilalamikiwe, lakini mnapoenda kumpiga daktari ni makosa makubwa sana katika hii nchi. Mimi nadhani kabisa kwamba hawa ambao wanakuwa na kuchukua uamuzi wa hivyo si mzuri, hawatendi haki kabisa. Serikali ndio inabidi ilaumiwe. Mimi labda cha msingi nachoomba kwamba serikali naomba kwamba iweze kukaa na madaktari kwa pamoja, wakae wazungumze, ili hatimaye kwamba wajue mwafaka ni nini. Kwa sababu ukitaka kuangalia madaktari hawa, madai yao wanayodai ni ya haki, hawaja kuepuka tu kwa sababu ni swala la muda mrefu na serikali inakuwa inawapuuza. Kwa cha msingi nadhani kwamba wakikaa hawa mawakae na madaktari, serikali ikae na madaktari, wakae kwa pamoja, wajadili mambo mezani yaishe, kuliko kuendelea sisi wa Tanzania tuendelee kushuhudia matukio ya kinyama kiasi hiki. Hizi kitendo mimi nimefikia sana, sijakipenda. Asanteni sana. Tunashukuru kwa mchango wako. Tuna mtazamaji mwingine. Halo. 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 Halo mtazamaji. Naona huyo hayuko nasi, tupate mtazamaji mwingine. Halo. Halo, naongea na Salum Mwalimu Dar es Salaam. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Bwana, mimi nimesikitishwa sana na kitendo cha daktari huyo kufanyia unyama huo, ambapo kweli serikali yetu tunauliza iko wapi? Viongozi wajua wako wapi? Tunashukuru kwa maoni yako, japo simu yako kidogo ilikuwa haisikiki vizuri. Halo.
Tunaomba upunguze sauti ya televisheni yako. Punguza sauti ya televisheni ili tuweze kusikilizana. Hello. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Hello. Naitwa Silayo. Karibu Silayo. Napiga simu kutoka Mwenge, Dar es Salaam. Tunakusikiliza. Hello. Tunakusikiliza. Mimi nafikiri mgomo wa daktari jamani utakuwa matatizo mengi kwenye nchi kama serikali haitakuwa makini. Na ninafikiri kwa sababu serikali imeamua kwamba mahakamani ndio katika mrengo wa kisheria wanaweza wakaleta dhana nyingine ambayo madaktari wataamini kwamba hawa kwa sababu wana uwezo wa kwenda kwenye sheria, basi sawa waende. Sawa, tutarudi kwenye kazi zetu, lakini hatafanya kazi kwa moyo. Mwisho wa siku watakao waathirika ni madaktari. Kwa hiyo cha msingi ningeomba serikali iwaondoe na kesi kule mahakamani, warudi kwenye meza ya mazungumzo, wazungumze na madaktari, kwa sababu madaktari wako tayari kuendelea kuzungumza na serikali ili kumaliza hili tatizo. Tofauti na hapo, yapo makubwa zaidi yatakayoendelea kutokea katika hii nchi, chanzo kikiwa ni mgomo wa madaktari, na serikali inatujua hilo. Waziri mkuu awe makini na kile alichokisema bungeni, kwa sababu sio kitu kirahisi na mmea kusema liwalo na liwe. Hii ni likasababisha hapa nje. Simu yake imekatika. Hello. Hello. Kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, lakini tunamsikiliza tena mtazamaji mwingine. Hello. Hello. Tunaomba upunguze sauti ya televisheni tuweze kusikilizana. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Hello. Hello. Tunakusikiliza. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Benjamin, napiga simu kutoka Tabora. Karibu Benjamin. Hello. Tunakusikiliza, karibu. Mimi nimesikia sana na swala la kupigwa kwa daktari Mboka. Kwa sababu inaonekana ni dhahiri ama daktari wanaolewa. Wanapokitetea ni haki yao ya msingi, lakini wanapopoteza mbele na kusema wanahitaji, wanafanyia mambo ya ajabu kama hivi. Hello. Tunakusikiliza Benjamin. Sorry. Tunayo simu nyingine. Hello. Hello. Labda kwa haya ambayo tayari tumeshayasikiliza, labda mna yapi ya kuyaelezea Mama Kijo, kutokana na hayo watazamaji waliozungumzia? Kama ulivyosikia, watazamaji wengi wameguswa sana na hili swala la daktari kuumizwa, lakini pia hii kauli aliyoitoa leo waziri mkuu bungeni, ambalo katika kujieleza kwake alimalizia kwa kusema liwalo na liwe. Sasa ile haikutafsirika vizuri, maana yake ni nini? Kwa kiongozi mkuu kama yule akisema liwalo na liwe, na sisi watu tunakuja tunakutana na mambo kama haya ya daktari alivyofanywa vile, inatuogopesha kwamba tunashindwa kuamini kwamba mkuu wa nchi, maana yule ni anamfuata rais, anaweza kusimama bungeni na kuzungumza kauli kama ile. Na ile kauli unaona imeenda bila kupingwa. Kule bungeni tumeona wakisaidiana kwamba hapo umeongea hivyo isivyo, lakini waziri mkuu amesema vile, na ile inaweza ikaleta picha mbaya sana na hatari mbaya sana hapa nchini. Kwa kweli tusingetegemea, na natumaini anaweza kafafanua ile maana yake ni nini, hasa kutokana na hali halisi iliyojitokea sasa, kwamba hili liwalo na lile ni kama hivyo. Basi madaktari wanaweza wakatishiwa, madaktari wanaweza wakapigwa, madaktari wanaweza kauawa. Ni vitu kama hivyo vinatisha. Na pia jambo jingine, utu wa mtu sio kitu cha kufanywa mchezo kwa sababu yoyote ile. Hata kama huyu daktari alifanya nini, kumuumiza, kumpiga haisaidii kitu. Ni kutweza utu wa mtu bila sababu, kwa sababu mtu anaposimamia haki yake aachwe asimamie kwenye nchi ambayo tunasema ni huru na ya kidemokrasia kama hii. Tuna simu nyingine hapa. Hello. Salama, karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Uanze kujitambulisha, unapiga simu kutoka wapi? Nijiambia kutoka Bagamoyo. Karibu. Mimi mchango wangu, nafikiri madaktari wanataka kulizungumzia swala la waziri mkuu. Kama mimi nikiwa mwananchi nimeomba waziri mkuu kuongea swala kama hilo, kwa sababu amesema liwe na liwe.
Simu ina matatizo kidogo. Tunao simu nyingine. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Naongea na Tom kutoka Makambako. Karibu. Tunakusikiliza. Naona kuna matatizo kidogo ya mawasiliano. Halo. Habari. Salama, karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Tunaomba upunguze sauti ya televisheni yako ili tuweze kusikilizana. Haya, napunguza. Mimi naitwa Stella. Karibu Stella. Mimi nalaani kitendo kilichofanywa cha kupigwa huyu dokta Ulimboka, kwa sababu madaktari ndio tegemeo letu hasa kwenye maradhi tofauti tofauti. Kingine nacholaani ni waziri neno lilotamka kwamba liroho malizi. Hii inalenga hata wale waliotokea kupigwa Ulimboka, wengine sisi wakati tunaua kuendana na neno la waziri. Sasa waziri wa nchi kama hii kutamka maneno kama haya, halafu na watu wanakuja kufanya vitendo vibaya kwa madaktari, kwa kweli nasikitisha. Mimi naomba serikali itafute maneno mazuri ya kuongea na madaktari tuepukane na hii migogoro hii. Ni hilo. Tunashukuru kwa mchango wako. Halo. Halo. Habari. Salama, karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Uanze kwa kujitambulisha. Naitwa Yusufu, natokea Tandika Soweto. Karibu. Halo. Karibu, tunakusikiliza. Nasema kwamba kwa kweli dokta waliofanyia hivi mimi nasikia ni mpango tu, kwa sababu Muhimbili kulikuwa na mgomo wa madaktari. Alafu hii ilitokea kwa hili. Hivi nafikiri kuna nini hapo? Mimi nafikiri huu ni mpango tu unapangwa na watu. Na huyu Miongo Pinda huyu anasema kwamba katika bunge anasema kwamba yao maliwe. Unajua wananchi wengi wa hivi sasa kwa kweli wangu wameshachoka. Alafu anavyosema hivyo nafikiri anatembea nini katika maisha ya Tanzania. Mimi nafikiri jambo hili sio zuri, na kama kuna marekebisho naomba tu kama kusikia katika television, naomba tusubutu na kwa nchi yetu tunateseka na kwa hiyo tunateseka katika maisha ya sasa. Kwa hiyo naomba tu tunashukuru kwa mchango wako. Halo. Halo. Karibu. Asante. Tunakusikiliza. Halo. Tunakusikiliza. Tunaona huyu mwenzetu hayuko na sisi, labda tupokee simu nyingine tusipoteze wakati. Halo. Halo mtazamaji. Karibu kwenye kipindi cha naongea na Robert kutoka Arusha. Karibu Robert. Nashukuru sana kwa kweli, kitendo kama hicho kwa kweli kimeniuma sana. Hizi damu kwa watu, hizi damu kutoka imeanzia Arusha, imekwenda Mwanza, imekwenda Mbeya, sasa hivi ni kwa madaktari. Kwa kweli ningependa kabisa serikali yani ikulie hali ili kitu kimeniuma sana. Kwa sababu wale watu wanadai haki zao. Hawajakaa wakawajibu kwamba nini kinafanyika. Hawajaongea na mati. Na vile vile sasa wanamfuata tena daktari ambaye ni kiongozi, wanaenda yani kwa kweli ni kibaya sana. Asante sana. Tunashukuru kwa mchango wako. Tuna simu nyingine, baada ya hii tutazungumzia hizo ambazo tushapokea. Halo. Halo. Halo mtazamaji. Naona kuna shida ya mawasiliano kidogo. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Mimi
naitwa Mariamu. Karibu Mariam. Hiyo tabia imeniudhi kabisa, lakini yote vinasababisha ni serikali yetu, kwa sababu hawana msimamo na hataki kuwasikiliza, na kazi hao ndio watusaidia sisi wa Tanzania. Unafikia watu wafanyaji madokta, sisi tutakimbilia hapa. Na huyo waziri mkuu ilibidi awasikilize, kwa sababu kama hivyo tutatoka sisi katika hali ngumu. Serikali yetu haina msimamo, na hapo wanatia haki yao. Asante. Asante Mariam. Tuna mtazamaji mwingine. Halo. Naona kwa shida ya mawasiliano. Mama Kijo, Onesmo hapa, mmewasikia watazamaji wetu michango yao, labda mngekuwa na lipi ya kuzungumzia kuhusiana na maelezo yao wanayoyatoa? Labda kwa kuona mengi yamekwenda kwenye kuangalia jinsi mfumo wetu wa nchi unavyofanya kazi na jinsi tunavyojaribu kutatua matatizo ya wananchi. Malalamiko mengi ya waliopiga simu wanalalamikia jinsi serikali inavyojaribu kukimbia matatizo ya wananchi kwa kutoa majibu ambayo ni marahisi na mepesi. Kwa kweli katika chombo kikubwa kabisa katika nchi kama bunge, hatungepaswa kuwa na tamko ambalo na maneno ambayo ameyatamka waziri mkuu kama yale, kwa sababu pale ni chombo kikubwa cha nchi ambacho kinafanya maamuzi. Kutamka mambo kama haya, maneno kama yale katika mambo ambayo ni ya msingi kama haya, yanakuwa na tafsiri mbalimbali. Pengine katika mazingira kama haya huwezi kujua katika hali ya kawaida ni mambo gani yanaweza yakatokea hata kuanzia leo na kesho kutwa. Lakini tafsiri ya maneno kama yale yanaweza kuchukuliwa kwa makubwa kabisa. Kwa hiyo tunaona kabisa Watanzania wameona kwamba kuna tatizo kwenye utekelezaji wa makubaliano kama alivyokuwa anaeleza dokta hapa, au kuna tatizo kuna namna tunavyotatua matatizo ya wananchi. Pengine hata hatuna maneno ambayo yanaweza kawa ni mazuri ya kuwaridhisha wananchi ambao wanaweza pia wakaridhika hata kwa maneno yetu. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana katika nchi yetu, na ndio inatupelekea maeneo kama haya tunayofikia sasa hivi, kwamba tuna mambo ya msingi, lakini tunapojaribu kutafuta namna za kutatua matatizo haya yanayowasibu wa Tanzania, tumeona kwamba wananchi wamekuwa wakipigwa chenga, na pale wanapotajaribu kutumia njia ambazo ni za kisheria kama wanavyofanya madaktari waweza kugoma au kufanya vitu, tunaona sasa nguvu zingine zinatumika ambazo ni nguvu za ziada, au pengine hata maneno ambayo yanakuwa sio ya kuridhisha zaidi. Kwa hiyo tuseme tu labda kuiomba serikali yetu kwamba katika hili, kwa sababu wamewasikiliza wananchi wanavyozungumza, wajaribu kubadilika katika karne hizi au katika nyakati hizi, kwa sababu Watanzania wanasikiliza kila neno analotamka kiongozi wa nchi na wanalifanyia kazi siku baada ya siku. Mimi ni hayo tu. Halo. 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 Karibu mtazamaji wetu kwenye kipindi cha Pambanua, uanze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Emmanuel. Karibu Emmanuel. Halo. Simu yako haisikiki vizuri, labda ujaribu kutupigia tena. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Naitwa Juma Ndwangila. Karibu Juma. Asante. Sasa nimejaribu kuangalia hili swala lililotokea. Kiukweli hapo alichofanya hawajamtendea haki huyo mzee, kwa sababu hao watu watakudai haki yao, lakini sasa mwisho wa siku anakuwa anaingia kwenye matatizo ambayo yanaathiri afya yake, lakini anachokidai ni kwa faida ya Tanzania wote. Yaani inaonekana waliofanya hivyo akili zao kidogo haziko vizuri. Hasa mimi nafikiri kwa jeshi la polisi yatakuwa kuhakikisha hili swala linapata ufumbuzi, kwa sababu watu watachukia na watafika sehemu watafanya vitu tofauti, wao watashindwa kuelewa. Kwa hiyo mimi nafikiri mchango wangu ndio huo. Tunashukuru sana Juma kwa mchango wako. Halo. Hello. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Hello. Karibu kwenye kipindi cha Pambanua. Asante. Tunakusikiliza. Mimi napiga simu kutoka Tanga na Ali.
Karibu Ali. Asante sana. Nimesikitika sana kwa kutokea na hasa kauli za kiongozi mkubwa wa serikalini. Maana yake naona kama yeye anazidisha sasa mgogoro, sio kupunguza. Kwa sababu mara ya kwanza akasema ataleta madaktari kutoka jeshini kuja kumaliza tatizo la mgogoro. Sasa anasema itakayokuwa na kiongozi mkubwa wa serikali na kauli kama hizi na matatizo kama haya, sijui kama ndio kumalizwa au sijui ndio inaongezwa. Mimi hata nimeshindwa kuelewa. Lakini tunampa pole sana daktari, sisi wananchi tuko nyuma yake na tunajitahidi, tunaombea Mungu ndani ya swali shiriki. Naona sasa wengine wameshika mpira, wengine wameshika matari. Tunashukuru kwa mchango wako. Labda tungemsikiliza mtu mmoja tena. Halo. Naona huyo haiko nasi. Mama Kijo, labda umewasikia watu wengi wakizungumzia kusikitishwa kwao na tatizo hili jinsi lilivyofikia. Lakini je, nyie kama wanaharakati labda kwa sasa mna lipi la kusema kwamba tufike mahali haya mambo yafike kikomo? Lakini kwa sababu tatizo hili limetokea katika kipindi ambacho ndio wanasema kamba ukatikia pabaya. Dr. Ulimboka amepigwa katika kipindi ambacho kumekuwa na mgogoro wa madaktari, basi imepelekea kama tafsiri tofauti au tafsiri ambayo bado hatujaijua ukweli wake. Labda mna lipi la kusema sasa kwamba kuweka hali iwe shwari? Tunategemea serikali ichukue nafasi yake kwa sababu ndio yenye wajibu, na kitu kikubwa inachotakiwa kufanya kwanza ni uchunguzi wa kina, na uchunguzi ambao utakuwa wazi ujulikane, na wale waliofanya vitendo hivi kama alivyoeleza Onesmo, ni rahisi sana kwa watu ambao wanasema wana mambo ya kiintelijensia kuwapata na wachukuliwe hatua kali za haraka. Na masuala haya ya mgomo wa madaktari, raia wanasema kabisa serikali haina msimamo, na ni kweli haina msimamo. Tukiwasikiliza leo wamesema hivi, leo wamesema hivi. Tunataka serikali yenye msimamo. Serikali hii imewekwa madarakani ili tushughulikie wananchi. Kwa hiyo serikali ambao leo iseme hivi, kesho ibadilishe hivi, kesho hivi, alafu kuna saa tunaona madaktari wala hawapewi nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo wao kwa sababu ndio wenye kusikika, tunawasikia wao zaidi, na wananchi wanaiamini sana serikali yao, hawataki kusikiliza madaktari, wanafikiri madaktari wanagoma tu. Ningependa sana wananchi wenzangu muangalie na kujiuliza hao madaktari lini waligoma miaka hiyo ya nyuma. Kwa nini waanze kugoma leo? Kwa nini waanze kugoma leo? Kwamba wamekuwa na mioyo migumu sana au vipi? Na mkitambua kwamba hao madaktari ni wale waliokubali kubaki nchi hii. Tunao madaktari wengi ambao hawako hapa. Kwa hiyo mimi ningeomba sana serikali ichukue nafasi kwa hili lililojitokeza la huyu, lakini kwa hasa swala la mgomo huu uishe vizuri, si kwa kutishiana. Vitisho havitatusaidia. Wote tutaumia. Hata wale wanaoenda India wajue kabisa kabla ya kwenda India wanakutana na hao madaktari hapa. Hawatapanda kwenda India bila kuona hapa. Kwa hiyo tusiwafanyie mzaha hao madaktari. Na labda nikirudi kwa Dr. Godbless, sasa tukinakaribia kumaliza kipindi chetu, labda unalipi la kusema mkiwa kama madaktari sasa ili tufike mahali hali iwe shwari? Labda tu kwa haraka kwa kusisitizia hapo ni kwamba kuna madaktari ambao wameamua kubaki nchini kufanya kazi ya kutibu wa Tanzania. Nchi hii kwa sasa ina madaktari ambao wanafanya kazi katika taasisi za umma kwa maana hospitali za serikali ni jumla 1800 ambao wanahudumia Tanzania takriban milioni 43. Katika idadi hiyo madaktari takriban 80 wanafanya kazi za utawala na wengine wanafanya kazi za tafiti. Kwa hiyo kwa haraka ni kwamba madaktari 1500 ambao wamekubali kubaki nchini ndio ambao wanahudumia Tanzania zaidi ya milioni 40. Sasa hawa leo ndio ambao wanakwenda kukutana na matukio kama haya. Sasa kimsingi ni kwamba mimi tu ningependa pia niliweke wazi ili kwamba kwa kitendo hiki kilichotokea, kimsingi ni kwamba madaktari wanaendelea kuimarika zaidi na kuona kwamba sasa wakati umefika wa kuona kwamba kama madaktari hatutasimama na kutetea hoja zile ambazo zimewekwa mezani na kujibiwa kwa majibu ambayo yanakidhi, basi pengine sekta ya afya itafika kipindi hakuna daktari atakayekubali kuajiriwa na serikali. Na huko ndipo ambapo tutaelekea. Kwa sababu
Kitakwimu ni kwamba miaka 5 iliyopita mpaka sasa jumla ya madaktari ambao wamezalishwa ni 3500. Toka nchi inapata uhuru mpaka sasa madaktari ambao katika sekta ya umma wanafanya kazi katika hospitali ya serikali ni 1500. Sasa unaweza ukaona idadi kubwa ambao madaktari wanaomaliza wanakwenda wapi? Watu wamefika sehemu wanaamua kufanya shughuli binafsi. Mtu anasoma miaka zaidi ya 7, anaamua kuweka cheti chake hapo, akafanya shughuli zingine. Sasa sisi tuna hoja ambazo ni za msingi za kuaddress haya matatizo. Kwamba kwa nini madaktari wapo lakini ukienda vijijini unaambia madaktari hakuna. Majibu yake yapo katika hoja ambazo tumeziweka. Watu hawataka kujibu hoja hizi. Wanaanza kutumia nguvu, wanaanza kutumia vitisho. Sasa tu niseme kwamba kwa hali hii tunayokwenda nayo, pengine tunaweza tusifikie suluhu. Mimi ningeomba niisii sana serikali kwamba madaktari ni watu ambao ni waelewa sana. Si tu waelewa, ni watu ambao ni wajasiri kwa kiwango kikubwa na ni wavumilivu wa hali ya juu. Sasa tulipofika hapa, serikali kae chini, ipitie hoja moja badala nyingine na itoe majibu ya kina ambayo yanajibu hoja za madaktari. Pengine madaktari wazipitie hoja zile, wazijadili, wazikubali au wazikatae au washauri, basi tufikie sehemu tuone sasa tuna nafasi ya kuendelea na kazi. Huu ndio wito wangu kwa serikali, lakini kwa kweli si shauri iendelee kutumia nguvu, iendelee kufanya maamuzi ambayo hawataweza kuyatetea kwa umma. Na kauli hizi ambazo zinatolewa na waziri mkuu, pengine sijui kama anaweza kujenga utetezi juu ya kauli yake au maamuzi ambayo atayafanya pengine siku 2 au siku 3 zijazo. Na tukirudi kwa mratibu hapa wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Ole Ngurumwa, labda naposema tu kwamba Watanzania pamoja na serikali yetu tufahamu kwamba katika hali sasa hivi Watanzania wengi wameshafahamu haki zao za msingi, na pia tuna vyombo, tuna watetezi wengi ambao wanajitahidi kuhakikisha kwamba Watanzania kwa ujumla wao wanafahamu haki zao za msingi. Sasa katika kulitambua hili ni vizuri tukafahamu kwamba wananchi wanapokuwa wanafahamu haki zao za msingi, ni lazima wimbi la kudai haki zao za msingi litakuwa linakuja juu kila kukicha. Sasa kunapotokea kwamba kuna wimbi la watu kudai haki zao katika maeneo mbalimbali ya taifa, ni jukumu sasa la serikali kulitambua hilo na vyombo vyake husika na kutoa fursa za Watanzania wale kudai haki zao za msingi wa kutumia vyombo vya sheria vilivyo katika nchi yetu na taratibu za kisheria. Ningependa tu kufahamisha kwamba ni muhimu wakatambulika viongozi au wengine wote ambao wanasimama kwa ajili ya kuelimisha umma namna ya kudai haki zao za msingi. Na tunaendelea kulaani kwa pamoja hili tukio lililokuwa limempata Dr. Ulimboka. Kwa matukio kama haya yanaleta tafsiri mbaya katika nchi yetu. Na tunasikitishwa kwa jinsi jeshi la polisi lilivyokuwa linalichukulia swala hili tokea jana usiku walipokwenda kuripoti pale katika kituo cha Central hapa Dar es Salaam. Mpaka tunafika hatua ya kwenda kumchukua yule kule, ilionekana kabisa kwamba hakukuwa na nguvu za kutosha na vyombo vya usalama havikuonyesha jitihada za kutosha kuhakikisha kwamba kwanza Dr. Ulimboka anajulikana yuko wapi, na kama yuko katika hali mbaya basi anafikishwa katika sehemu husika. Kwa hiyo tunaomba vyombo vyetu vya usalama vilione swala hili na viwe siku zote katika upande wa kutoa haki na uviwe katika upande wa kulinda usalama wa Tanzania na mali zao pale panapotokea kwamba kuna uhitaji wa namna hiyo. Hilo ndio ombi. Tunataka serikali yetu itambue kwamba mabadiliko yametokea, na mabadiliko yanapokuja ni muhimu tukawa sehemu ya mabadiliko hayo. Nashukuru sana. Nashukuru sana kwa mchango wenu wapenda watazamaji. Mpaka hapa tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Pambanua kwa leo, ambapo tulikuwa tunaangalia mgomo wa madaktari na kujeruhiwa kwa mwenyekiti wa jumuiya ya madaktari Dr. Steven Ulimboka. Katika kipindi chetu tulikuwa naye Dr. Helen Kijo Bisimba ambaye ni mkurugenzi mtendaji kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Vile vile tulikuwa naye Onesmo Ole Ngurumwa ambaye ni mratibu kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, na tulikuwa naye Dr. Godbless Charles ambaye ni makamu mwenyekiti wa jumuiya ya madaktari. Kukuendeshea kipindi hiki ni mimi Dorcas Ramos Mtenga. Asanteni sana kwa kuwa nasi.